Mtazamaji wa DTV, leo tumekuja maeneo ya Gongo la Mboto, na lengo la kuja huku nimekuja kwa binti huyu ambaye anaitwa Rahma. Anakaa maeneo ya Gongo la Mboto na anasumbuliwa na ugonjwa wa lupus. Nadhani ugonjwa ni mgeni sana kwa watu wa Tanzania, na hata ambao wanaumwa ugonjwa huu ni wachache sana, lakini pia ugonjwa huu haufahamiki sana kwa watu ambao wanaumwa, lakini ukimwona kwa macho ya kawaida unaweza kusema udada haumwi, lakini kwa wale watu ambao wanaujua ugonjwa huu watamuonea huruma, kwa sababu ni ugonjwa hatari, ni ugonjwa ambao leo unaweza kuwa mzima, kesho ukalazwa tena mahututi kabisa na hali yako ikabadilika. Kwa hiyo tutaongea naye, atatujuza nini ambacho kinamsumbua na kwa ajili gani ambaye ametuita sisi wana DTV ili tuje kumsupport. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naitwa nani? Naitwa Rahma Mustafa. Ni mzaliwa wapi? Mzaliwa Kondoa. Kondoa. Una miaka mingapi sasa hivi? Na miaka 27. Miaka 27. Una watoto wangapi? Na mtoto mmoja. Wa kike wa kiume? Wa kike. Okay, turudi kwenye ugonjwa wako. Ugonjwa wa lupus ni ugonjwa aina gani? Ugonjwa wa lupus ni ugonjwa ambao ni wanasema ni kinga huwa inashambulia seli, kwa maana ni kinga inaona zile seli ambazo zinamlinda mwanadamu kama ni vijidudu, kwa maana ile kinga ambayo inabidi ni kinge, lakini kinga ile inafanya ishambulie vile seli kuona kama ni vijidudu. Haya, mara kwanza, dalili ya kwanza kabisa kuona ugonjwa alikuwa ni lini, na nini dalili ambayo ilianza kukutokea? Kwa sababu mpaka sasa hivi na kama mwaka na unaenda mwaka wa pili. Nakumbuka ilikuwa mwaka jana mwezi wa 3 nilianza kuumwa. Nilivyoanza pia sikujua kama sikujua kama ni kwa sababu nilianza tu nikaanza malaria, nenda hospitali. Ndio hospitali nimeenda, nimetumia dawa lakini haikufanya kazi. Nimekuja nilizidiwa. Nikapelekwa hospitali, nakumbuka ilikuwa Magomeni. Napelekwa Magomeni na pimo nikawa na damu 2. Kwanza wenyewe tu wakanashangaa damu 2 alafu natembea. Nikaenda wakanipa rufaa, wakanipeleka Mwananyamala. Nimeenda kule pia wakaniongezea chupa 4, lakini katika zile chupa 4 na zile chupa 2 na zile damu 2 zilizokuwa nazo ilibidi niwe na damu 6. Lakini nimewekewa zile damu 2 na zile 4 haikuonekana kabisa. Kaonekana zile 2. Wao alichofanya kanipa rufaa tena kuneka Muhimbili. Walinipa kwanza nyumbani kama wiki, afu niende Muhimbili nikaonekana na specialist. Nafika Muhimbili, katika zile chupa pia hazipo. Walizoniwekea pia hamna, kwa sababu nakumbuka nitoka kama na damu 3. Naenda kule hamna. Kwa hivyo fika Muhimbili wakanipima pia, kwa sababu nilifika ilibidi nionane na specialist, ila kwanza damu pia ilikuwa chini. Ikabidi nilazwe. Mara ya kwanza nalazwa Muhimbili. Nimelazwa, kanaongezea pia chupa ngapi, lakini walinipima kwa mara ya kwanza wakanipa tu dawa za za kupandisha damu, kwa sababu haikujulikana kama ni shida nini. Nikaenda ngarudi nyumbani nikakaa kama mwezi. Tumia dawa, damu pia ikashuka, kwa sababu ni huwa ikija huwa siwezi kufanya chochote, siwezi kutembea, kuhema pia siwezi, siwezi kufanya chochote. Kwa maana nikikaa ni mtu wa ndani tu basi. Kaja mwezi nikarudi tena Muhimbili. Nirudi Muhimbili, lakini pia hawakujua ni shida ni nini. Ila damu tu ilikuwa inashuka. Nimeenda wakaja ikajulikana nini sphenomegaly, kwa maana ya bandama imevimba. Kwa mwanzo, lakini pia wenyewe wanasema bandama ikivimba ni sawa, inasababisha damu kupungua, lakini sio kwa kiasi hiki, kwa maana ilizidi. Kwa maana naweza nikawa naishi tu kwa chupa 2, 1, 2, 3. Lakini sasa nikawa muda mwingine nakaa nyumbani inanishinda kwenda Muhimbili. Sababu Muhimbili ni gharama kubwa. Naweza kaenda Muhimbili nikilazwa vile mara moja milioni. Naweza kalazwa tena milioni 2. Kwa hiyo karibidi sasa nikae nyumbani. Sasa vile ninavyohisi, nahisi pia imechangia, kwa sababu ukikaa nyumbani
ya matatizo yanazidi kuwa, kwa sababu kama tatizo lilibidi kama upate dawa alafu umekaa pia linaongezeka. Nakumbuka mwaka jana mwezi wa 12 sasa nikalazwa. Yani hiyo ndio ilinishika kwa sababu nililazwa mwezi mzima. Mwaka jana nimelazwa kwa sababu hata napelekwa Muhimbili mimi pia sikujua. Naona tu nimefika Muhimbili nikaa. Yani kuna daktari mmoja baada ya vitu vyote nilivyokuja kukaa vizuri, nakumbuka ndo alikuja akanambia. Kwa sababu mimi nilikuwa kipindi acha nilivyokuja kujielewa kidogo, nikawa natamani niondoke kwa sababu ile ilishakuwa. Nifika kama 2 milioni hivi, alafu mimi bado naumwa. Alafu nikiangalia familia, wazazi. Kwa hiyo ilifika stage nikawa nang'ania mimi niruhusiwe nirudi nyumbani. Lakini nashukuru yule daktari alinielewa, akawa ananiambia, yani wewe umehangaika sana, umesumbuka mno. Kwa sababu sasa hivi ukisema ulilie uende nyumbani na haujui unaumwa nini, na una mwaka sasa haujui unachoumwa. Sasa unabuna. Cha kufanya weka hata ifike milioni ngapi, weka imradi ujue unachoumwa. Kweli nilimsikiliza nikakaa. Baada ya pale vipimo vimeanza. Nilipimwa. Nakumbuka ukaja kujua. Wakaja wakanambia, kwa maana nakumbuka siku ile alimuita mama. Alipomuita mama akaenda kusaini. Akamwambia mama kuna ugonjwa na mimi mara kwanza napewa nikaona alhamdulillah ugonjwa umejulikana. Mwanzo hakuniambia kama utakuwa ni ugonjwa, yani ni ugonjwa vile ni hatari. Kaona tu kama ni ugonjwa wa kawaida. Kanambia nini, kinga yako inashambulia seli, kwa maana kinga inaona seli kama vijidudu hatarishi kwenye mwili wako. Kwa hivyo vinashambulia. Nikauliza kwa hiyo ugonjwa unatibika? Kanambia unatibika. Mimi nikajipa moyo kwa sababu nimeteseka sana na mwaka. Kila kitu changu kimesimama, vitu vyangu vingi vimesimama. Kwa hiyo mimi nikajipa moyo, nikawa nasema kwa maana kumbe ugonjwa unatibika, nitameza dawa na mimi nitakuwa kama wengine. Lakini kumbe sivyo. Baada ya kutoka pale nikaanza kliniki sasa. Kliniki sasa ndo hatari. Kwa maana kliniki niloanza nilikuja kujua kwa maana huo ugonjwa kumbe wanaweza akawepo watu 1000 au hata 2000, lakini akawepo mtu mmoja tu mwenye huo ugonjwa au la asitokee kabisa. Mwanzo ilinipa yani, kwa maana nikienda kliniki nikirudi na nipa changamoto. Kwa sababu nafikiria yani nitakuaje? Yani naishije? Pia madaktari kwa maana kila muda wanakaa wananipigia simu, vipi? Unaendeleaje? Manake huo ugonjwa ambao nao mimi leo naweza nikaamka. Yani leo naweza nikawa mzima kama hivi naongea. Ila kesho naweza nisiamke. Yani naweza nisiweze kufanya chochote hata kushika kikombe cha maji. Na pia ugonjwa huo daktari anakumbuka nilipoenda kliniki akanambia, huwa ukija unaweza ukapiga sehemu yoyote. Unaweza ukashambulia kichwani, unaweza ukashambulia figo, unaweza ukashambulia ini, yani unaweza ukashambulia sehemu yote. Sehemu hatarishi ni figo, kichwa. Ameniambia ni hizo sehemu wanaogopa sana. Kwa maana mimi sasa hivi natakiwa nijitunze sana, yani nijipende kuliko kitu chochote. Malaria isiwe karibu na mimi. Magonjwa madogo isiwe. Nakumbuka nao pia ilipokuja kwenye figo ndio nilipoona madaktari. Yani masaa yote wanakuja wananiangalia kwa sababu waliogopa naweza ikawa ishaathiri sana. Lakini nashukuru haikuathiri sana, japokuwa ilipiga, ila safari hiyo wameniambia niwe yani, kwa maana nikiumwa kidogo tu ende ndio nilipojua kama huo ugonjwa ni hatari. Haya, ni huduma gani ambazo umezipata hospitalini mpaka sasa hivi? Mpaka sasa huduma nilizozipata, kwa sababu hata wao pia yani wapo kwenye uchunguzi wa huo ugonjwa. Hawajui unasababishwa na nini, hawajui unatokea vipi, hawajui ni kwa sababu gani huwa inatokea. Ila wana vile tu viashiria. Yani labda kitu fulani kinaweza kikasababisha.
Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna dawa waliniandikia ambazo hizo dawa aliniambia nisikose hata siku moja, na kuna vipimo bado naendelea kupima. Maana ili wapate kujua ni kitu gani wafanye au la, na bado pia hawajakuwa na yani na ile moja kwa moja ni lupus, kwa sababu ni yenyewe hiyo lupus bado haijakaa kwenye mfumo kusema inajulikana kwa sababu ya kitu fulani ni ugonjwa huo. Hapana, ila bado mpaka sasa hivi nipo kwenye vipimo na kuna dawa tu ambazo natumia. Na hizo dawa ambazo wanakupa zinaitwaje? Na walikupa ni kwa ajili ya nini hizo dawa? Hizo dawa naona ni kwa sababu tu ya kupunguza makali ya huo ugonjwa. Yani kwa maana ya yani ni ya kufifirisha kinga, kwa sababu kinga ikiwa kama vile ya binadamu ambaye kamili kabisa, yani vile binadamu anatakiwa aishi, kwangu mimi ninakuwa na shida. Kwa maana vile kinga ambayo unatakiwa binadamu mwingine awe nayo kwa maana imlinde, kwangu mimi ile inakuwa ni tofauti. Inakuwa tofauti. Kwa maana kwangu mimi haitakiwi iwe inilinde tena. Kwa maana inabidi niififishe ili ipate iwe dhaifu na ipate kuishi. Mfano usipokunywa hizo dawa kiafya unakuaje? Yani nisipokunywa hata siku moja. Yani kwa mfano kama nisinywe usiku, asubuhi nikiamka mwili wote unauma, joint hazifanyi kazi. Yani siwezi, yani inakuwa siwezi kufanya chochote. Na hizo dawa unazichukulia wapi? Pharmacy zile kubwa, kwa sababu hizo ndogo hakuna. Pharmacy kubwa. Kwa maana hizo dawa unakunywa kwa mwezi au kwa siku? Yani nakunywa kwa kila siku. Kila siku. Vidonge vinga? Kwa siku, kwa maana na design kama dawa 5. Kwa maana kila siku unakunywa dawa 5. Unajua DTV hizo ndo dawa ambazo anakunywa dada yetu kila siku ya vya maradhi yake. Na hii ya kupaka ambayo ya joint ambazo kama ikitokea kama hivyo umekosa labda hata siku moja, joint inakuwa zinauma. Na wenyewe ugonjwa wake tu ndio ndivyo, kwa maana hizi mifupa inakuwa. Kwa maana hiyo unaipaka kwa kama ukisikia maumivu. Ukisikia maumivu kwenye joint. Haya, nadhani hapa nyumbani unaishi na mama yako. Na mara nyingi mama yako ni mtu wa nyumbani, si mtu wa kujishughulisha sana. Sasa kwenye matibabu yako ni nani mtu msaada sana? Yani mitoka nimeanza kuumwa tuseme ni watu tu wananichangia. Mama, ndugu zake walikuwa wanachanga. Baba, ndugu zake walikuwa wanachanga. Yani ni hivyo tuseme watu tu wanachangia basi. Pia kama ndio hivyo, kama safari hiyo milioni ngapi tunaenda tumeomba tu. Mtu akanidhamini, maana ilifika mpaka milioni 3. Ndio. Mtu akanidhamini, kanitolea kidogo, nikapata kuruhusiwa kwa baada na dai. Sasa ombi lako ni nini kwa watu wanakutazama hapa kupitia DTV? Mimi ombi langu Tanzania kwanza wanisaidie kwa kila mtu alichokuwa nacho, kwa sababu kwanza kitu ambacho kinanumiza sana ni dawa. Dawa ni zina bei kubwa, kwa sababu dawa kama dawa tu kwa mwezi hizi dawa nanunua kwa 120,000. Dawa kama dawa, na naenda kliniki kila mwezi, natakiwa niende kliniki tu pia kama 80,000. Kwa hiyo kwenye tuseme kwa mwezi kama 100 na kitu, 200 tuseme hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba wanisaidie, kama nikipata bima, kama nikipata mtu wa kunisaidia kupata kibiashara nikafanya, kwa sababu hapa nilipo siwezi kufanya kazi ngumu tena. Mimi pia ndo nilikuwa kama mama, kwa sababu mamangu yupo tu. Shindikana na mdogo wangu kamaliza form 4. Nimeshindwa kumsaidia kwa chochote. Na mdogo wangu yuko darasa la 2. Pia siwezi, naona kabisa siwezi kumsaidia kwa chochote mpaka sasa hivi. La mwanzo nilikuwa napambania.
Kwa ina maana wakati wewe mzima wewe ndio ambao ulikuwa unaendesha maisha nyumbani kwenu. Kwa sasa hivi ina maana wewe unaumwa maisha tena, amerudi nyumba kwenu. Mdogo wako anasoma Maliza mwaka jana. Mweza mwaka jana. Sasa hivi anaendelea na masomo? Yupo nyumbani. Aendelee na masomo. Kwa nini? Hamna hela. Kwa sababu mimi tu hela. Kama mimi tu hela dawa inanishinda. Tapata wapi hela kwenda hata chuo au kwenda hata kujisomea chochote. Ameza form 4. Na ufaulu wake ulikuwaje? Alipata 4.27. 4.27. Haya. Nini cha kuambia watu wanaokutazama hapa kupitia DTV? Nadhani najua unapitia changamoto nyingi, na pole, yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila jambo linakuja kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Maradhi haya wewe kuyataka na wewe wala kutegemea kama unaweza kupata maradhi kama haya, lakini kila kitu ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kikubwa tu usikate tamaa, uendelee kupambana. Nadhani unaipenda familia yako na umelia kwa kuona kwamba sasa hivi hupo tu, una mchango wote kwenye familia yako. Afadhali zamani ulikuwa unajishughulisha kidogo, unaweza kuilisha familia yako, lakini pia ungeweza kumsomesha mdogo wako. Sasa hivi angekuwa mbali na pia angeweza kuisaidia familia. Pole sana. Neno lako la kuambia wana DTV na utazama wote ni nini haswa? Mimi naomba wanisaidie tu. Kwa sababu Jafa tujaumbika. Kutegemea Kamilo nitakuwa hapa. Sikuwahi kuja kujua Kamilo nitakuwa hivi. Nilivyokuwa mwanzo nilikuwa naishi tu kama kawaida. Ila kuna watu wanateseka. Na watu wanaishi wanateseka. Hebu nipo walisia maisha mnaoishi hapa nyumbani, maisha yana gani? Sisi tunaishi maisha ya kawaida sana. Sana. Ambacho nilikuwa nakipambania kila siku kisije ikatokea kwa ndugu zangu. Lenye kwa tabu. Wengine hata hapa tunapokaa pia mwenyewe anataka aje akae. Watoto wanatakiwa waende shule. Watoto wanatakiwa hela. Mama ndio hivyo yupo. Nafika tu hata wale watu ambao walikuwa wananisaidia. Wanisaidie tena. Wanapitia changamoto kubwa sana. Na changamoto zote unazopitia, kuna wakati ilifikia haba ukakata tamaa? Ilifikia. Mpaka sasa. Ilifika stage kama nikuonana na mtu yote. Kama nilikuwa nakaa ndani tu. Nilikuwa sitoki nje. Sifanyi chochote. Yaani ni mtu wa ndani, ni mtu wa kulia tu. Lakini mama aliniambia usifanye hivyo. Watu mbalimbali walikuja wakiniona. Walikuwa kuja na niombea dua. Walikuja kuna baba mchungaji nakumbuka amenisaidia sana. Walikuwa akija ananiambia, ananisema chanzo cha mimi mpaka saa hizi natoka hata nje. Ila madokta pia wanapata kazi kwa sababu wao pia wanapata kazi ya kunielewesha ili niwe sawa. Kwa sababu nikifikiria ugonjwa wenyewe hata wao pia unawapa tabu, mimi nitaishi. Kwa hiyo yani kukata tamaa ni jambo ambalo ninalo kiasi. Pole sana. Mtazamaji wa DTV, nadhani mmemsikia dada. Anapitia changamoto nyingi sana Hawa. Lakini pia anasema maisha haya watu wanapitia shida sana. Yote kutokana na hali ambayo anapitia situation ya sasa hivi.
uwezekano wa kufanya kazi yake ngumu kwa sasa hivi hawezi kufanya. Yeye anaamini kwamba angekuwa na uwezo wa kufanya kazi sasa hivi ingekuwa ni vizuri yeye kuitunza familia yake. Hata hapo anapokaa kwenyewe sio kwao, amehifadhiwa tu na mwenyewe anahitaji kurudi kwake. Mfano sasa mwenyewe akija hapa, nyinyi mnaenda wapi? Mpaka sasa hatujajua. Mjajua mpaka sasa hivi. Haya bwana, mtazamaji wa DTV, ngoja niongee na mama. Karibu ukae hapo tuongee na wewe kidogo, na wewe niongee na mama yake Rahma na yeye aweze kunijuza zaidi. Mama, shikamo. Vipi hali? Nzuri. Mzima. Mzima. Pole na changamoto za mtoto wako. Nadhani wewe ndo mtu wa karibu sasa hivi unayemwangalia sana mtoto wako. Lakini pia ndo mtu ambaye unamuuguza sana mtoto wako. Nataka nijue, maana wewe ndo mtu wa karibu sana. Alipoumwa, wewe ndo ulikuwa unahangaika naye hospitalini, wewe ndo ulikuwa unafanya kila kitu kwa ajili ya mtoto wako. Hebu nielezee situation zote ambazo umepitia na mtoto wako mpaka kufikia hapa. Mwanangu alianza kuumwa mwaka jana mwezi wa 3. Ndo alishikwa na homa, nikampeleka hospitali. Nilipompeleka hospitali akapata dawa, akaambiwa na malaria na UTI. Alipochoma sindano hali ndo ikawa inazidi. Daktari ikabidi sindano ya 3, akaniambia inabidi mama kumpima damu yake ni ndogo sana, akaniambia nenda hospitali kubwa. Nikaenda hospitali kubwa. Nilipoenda Magomeni kupimwa damu 2, nikapewa transfer ya Mwananyamala. Mwananyamala akawekewa chupa 4 za damu. Mimi nikajua ni kawaida, tukarudi nyumbani. Tulivoruhusiwa tukarudi nyumbani, lakini tukaambiwa twende Muhimbili tukae kwa muda wa wiki. Tukakaa wiki, tukaenda Muhimbili. Tulipoenda Muhimbili kwa mapokezi tu pale kupimwa ana damu ngapi? Ana damu 3. Muhimbili wakaniambia mama, mwanao anapewa kitanda. Mimi nikawa nimechanganyikiwa, nijua tunaenda tu tunarudi kwa sababu uwezo sina. Kwa hiyo kwenda pale kabisa mama huyu anapewa kitanda. Haya, akalazwa pale wiki moja. Alipolazwa wiki moja akawekewa damu chupa 4 na tukaandikiwa twende kliniki. Tukaandikiwa kliniki ya damu kwa sababu damu ndio inakauka sana. Sawa, tukarudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani na dawa zake za mwezi akameza. Alipomaliza tu dawa za mwezi, basi mimi nikamwona anaendelea vizuri na hali ya uchumi ni ngumu sana, hela sina tena kumpeleka hospitali. Ikabidi tukakaa tukajua ugonjwa ushafanyaje, ushapona. Siku hiyo akaumwa tena, mama siwezi, viungo vyote vinauma, sijui nini vinauma. Ikabidi nirudishe tena hospitali. Ikabidi nisende Muhimbili, ikabidi niende Mwananyamala. Nilipoenda Mwananyamala akapimwa akakutwa na damu 2, damu 3 tena. Alipokutwa na damu 3 akaja akatafuta faili lake akasema mama, si nilikwambia uende Muhimbili? Nikamwambia sawa. Akasema sasa hivi hatukutaki tena kukuona hapa, inabidi huyu akiumwa aende Muhimbili kwa sababu huyu ana matatizo makubwa. Sawa, akapewa nini, nikarudi nyumbani. Nikakaa tena kwa muda wa mwezi. Nilivokaa muda wa mwezi mwanangu akazidiwa tena. Nikaenda naye tena Muhimbili. Kwenda Muhimbili akapewa kitanda, akasema mama inabidi apate nini? Apate huyo kipimo. Kipimo gani? Cha 3.5. Uwezo sina. Akawekewa damu, nikarudi naye nyumbani. Kutafuta 3.5 bado sijaipata. Yaani ilikuwa akikaa ni mwezi 1.5 tayari mtu anazidiwa tena. Sijapata hata hiyo hela ya kipimo. Nimeenda kule kama kalazwa kama mara 4 au mara 5. Wakaniambia mama, hapa tutafanya kazi ya kumlaza na kumtoa. Sisi hatujajua tatizo, tunataka apime hichi kipimo. Iko cha kipimo alikuwa anakiita bomali. Sina uwezo nacho. Ikabidi watu wapitisha daftari kwa majirani, marafiki, manini mpaka nikapata hicho kipimo. Akaenda akapimwa. Alipopimwa majibu hatujapata. Tumekaa tena mwezi tena naenda kufuatilia majibu. Mpaka mwanangu akazidiwa tena kipimo kile, wakasema bado hawajajua, bado kinafanywa uchunguzi. Mwanangu akalazwa tena hospitali Muhimbili. Alipolazwa tena ikabidi akapewa dawa. Alipopewa dawa akaruhusiwa, nikarudi naye nyumbani. Nilirudi naye nyumbani hiyo mara 6 hiyo analazwa Muhimbili, hiyo analazwa anatolewa, analazwa anatolewa, lakini sina uwezo. Kila kipimo kikawa bado hakijatoa majibu. Sasa tunafanyaje mama? Inabidi mwanao mlete kliniki. Sasa kliniki inanishinda, mimi sina uwezo, hali yangu ni ngumu, hata kula yangu ni shida. Hapo kinachomliza mwanangu, maisha yetu ni ya shida sana, alafu riziki ya kula ni matatizo. Tunaanza tukala asubuhi, tunasubiri mpaka jioni. Sasa riziki ya kwenda kupata hela kwenda nayo hospitali Muhimbili inakuwa ni matatizo. Kwa hiyo mimi nikiambiwa mama rudi kliniki, mimi nashindwa kwenda. Nitaenda na nini? Unatakiwa usafiri na huyu ni mgonjwa. Sasa ikija ile homa ikimpata, inampata ni nguvu sana, hajiwezi kwa lolote. Kwa hiyo mimi naondoka naye, mara mwisho nimeenda naye Muhimbili mwezi wa 7.
hiyo analazwa mara 7 au mara 8. Alikuwa na damu moja tu. Na mwenyewe akiumwa namuona viungo haviwezekani, analala tu kabla ya wiki au wiki 2 anakuwa analala tu nyumbani. Sasa anamwambia basi twende hospitali, anambia mama tunaenda na nini? Basi tunavokaa ugonjwa unazidi kufanyaje? Anazidiwa. Nimeenda naye na damu moja analazwa mwezi wa 7, mwingine ana damu moja. Basi akawekewa damu kama kawaida tena akaruhusiwa. Tulipotokea hapo mwezi wa 7 akaja tumekaa tena mpaka mwezi wa 9. Mwezi wa 9 tena alipewa dawa mwezi wa 7 akatumia, tukawa tuna kliniki na tushinda hivyo hivyo. Mwezi wa 9 tena akalazwa tena, akaja akatolewa. Hapo uchunguzi wao wanasema bado hawajaupata, na mimi kliniki inakuwa sina uwezo nayo. Haya, akapewa dawa akatumia uongo hivyo hivyo, tukaenda kubwa kuliko mwezi wa 12. Mwezi wa 12 nakumbuka mwanangu anasema mama viungo vinaniuma, ikamwanza tu kama malaria na UTI. Nimeenda hospitali malaria na UTI, kupewa dawa kumeza, siku hadi siku tumbo linazidi kuwa kubwa. Nampeleka Muhimbili, hapo mtu tena hajiwezi, tumbo limekuwa kubwa. Anaenda pale tu mapokezi anapokelewa, inabidi hawezi kuwema, hawezi kufanyaje, inabidi atolewe maji. Kwa hiyo hapo ndo lipojaa tumbo. Tumbo lake lilikuwa limejaa sana, wakasema ni maji yamejaa tumboni, figo zimefanyaje sijui zina matatizo. Kwa hiyo akatolewa maji. Alipotolewa maji pale ndo tukalazwa Muhimbili. Walipotoka pale mapokezi tukalazwa odini. Tulivyolazwa odini alikaa wiki 2 yuko SU kule kwenye wagonjwa ambao wa kuangalia tu, anapumulia mipira SU. SU. Yupo wiki 2 hajijui. Hii wiki ya kwanza hajijui chochote. Mimi naingia nambadilisha nguo, nafanyaje, yani anakuangalia tu macho hivi. Mimi mwenyewe nilikuwa nalia usiku na mchana, namuomba Mungu usiku na mchana. Sijajua mwanangu kama nitarudi naye nyumbani. Nilijua hii safari hii ndio basi tena, mpaka madaktari wenyewe walikuwa hawaamini. Hawaamini kabisa. Alipokuja kupata nafuu wiki ya 2 wanamtoa hizi ndani ya wiki 2, sengine wanamtoa akimrudisha hodi ya kawaida, mtu kazidiwa anarudisha tena SU. Basi kakaa wiki 2 kule SU. Alipotolewa akapeleka hodi ya kawaida, ndio hapo akaanza kutumia hizo dawa ambazo anatumia. Sijui alikuwa anameza vidonge 16 siku. Sasa alipoanzishwa hivyo vidonge ndo nikamwanza mwanangu, na mwana kidogo anakuwa nafuu kidogo, nikimpa chakula maana yake alikuwa hawezi kula, hawezi nini. Kwa hiyo nikimpa chakula na mwana anakula, ndo hapo akaanza kula sana. Akawa anakula, anapenda chakula. Hale umpe chakula kingi tu, kila ukimpelekea anasema hiki ni kidogo. Ndo akalazwa pale mpaka mwezi mzima na Muhimbili pale. Kaja akapata nafuu, akaruhusiwa, lakini nikaambiwa mama, mwanao ni ana matatizo. Kwa hiyo inabidi ufuatilie kliniki na usiache. Haya, sawa. Maisha ambayo mnaishi hapa nyumbani, maisha aina gani? Yaani maisha ni magumu sana. Maisha magumu, tunapitia changamoto sana. Riziki ya kula ni shida sana. Kwa sababu kama mgonjwa anatakiwa apate mahitaji ya chakula kwanza, lakini kula yetu sisi ni shida. Asubuhi inawezekana chai isinyweke. Nikasubiri mpaka saa 5 nikapika ugali kama natembea ndo nimejaliwa. Napika na ugali na kula na wanangu. Nasubiri tena jioni nitachojaliwa pia ndo tunakula basi. Yani maisha ni magumu sana. Kuhusu kipato cha kupata, natoka anze kuuma mwanangu, sikai chini wala siwezi kutafuta kitu chochote na sina riziki yoyote. Na yeye pia alikuwa ndo msaidizi, anavyosema ni kweli. Alikuwa akipata 200 anasema yapo atayasaidia wa ndugu zangu, yapo itawasaidia. Lakini sasa hivi yeye ndo amekuwa ni mgonjwa na mwenyewe alikuwa amekata tamaa sana. Alikata tamaa sana. Una watoto sasa hivi wa nyumbani jumla 3, si ndio? Si ndio? Mmoja amemaliza form 4 lakini hasomi. Wewe kama mama kumuona mtoto wako unatamani kumuona anaendelea na masomo lakini yuko tu mtaani, unajisikiaje? Najisikia vibaya sana. Na mwenyewe anataka kusoma. Mtoto wako? Kusoma anataka sana, natamani apelekwe chuo, yani akasomee chochote ili na yeye apate ajikimu na maisha yake. Lakini mwenyewe anatamani kusoma, hata kama kuendelea angepata sema mtu anamwambia endelea mbele asome, anapenda. Lakini sasa kutokana sina uwezo, huyu dada mtu tu hata riziki ya kula inakuwa hamna. Kwa sababu saa nyingine leo inaniuma, mwanangu alikuwa anatamani ndizi, ukimpikia ndizi hata ukimwekea kinyama robo
Yani anakula saa zote, anafunua utipoti, anakula, anashiba. Na hizi dawa akimeza anatakiwa ale sana. Yani ale sana, anakula kweli hizi dawa akimeza, lakini sasa kutokana na shida ya chakula anakuwa anahangaika tu. Anahangaika. Na pesa ya dawa mnatoa wapi? Maana nimesikia pia dawa zake ni gharama. Dawa zake ni gharama, mimi natumia kuombaomba tu. Ndugu na jamaa ndio walikuwa wananisaidia, na ndugu zangu pia ni maskini. Wameshasaidia sana. Unajua mtu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu tatizo lishakuwa sugu. Mwingine unampigia simu mtu akupokelei hata simu. Mwingine ndio hivyo. Kwa hiyo natumia mimi ni kuombaomba tu, nikipata. Kama sasa hivi nashindwa kuzinunua zile dawa hata za nusu mwezi. Kwa hiyo saa nyingine naenda kupata tu za robo, apate kutumia siku 2-3, tunahangaika tena. Ndio hivyo. Lakini sina mtu wa kusema maalumu huyu hapa labda ananipa 100,000, labda huyu hapa anaweza kanipa 50,000. Sina kabisa, na maisha magumu sana. Ombi lako nini kwa watu wanaokutazama hapa? Ombi langu kwa watu wanaonitazama hapa, wanisaidie. Wanisaidie kwanza matibabu ya mwanangu. Kwa sababu huu ugonjwa daktari kasema ni hauna dawa, na ugonjwa wake ni hatarishi sana, kwa sababu kama sasa hivi ulimpiga kwenye figo, ina maana ndio maana tumbo lilijaa maji, tumbo lilijaa kupita kiasi, na ugonjwa ndio hivyo. Kwa hiyo hauna dawa. Kwa hiyo inabidi hasiache dawa hata kidogo, awe natumia dawa, na wao wanazidi kuendelea na uchunguzi nao. Kwa hiyo hasiwe mnyonge, asiwe nini, aishi maisha kama ya kawaida alorudi nayo. Ndio atakiwe hawe ana mawazo, hawe na nini. Kwa hiyo nilikuwa naomba Watanzania wenzangu wanisaidie ili kwanza nipate matibabu ya mwanangu, apate bima ya afya ambayo ya kumwezesha apate dawa muda wote, ameze dawa zake, na apate pia chochote ambacho cha mimi mwenyewe nipate riziki ya kula, au nipate biashara yoyote nifanye. Kwani mama unaweza kufanya biashara gani? Mimi naweza kufanya biashara labda hata mkaa tu, store ya mkaa nikifunguliwa, nauza mkaa huku naendelea na mahitaji mengine. Sawa. Binti, una simu? Hebu taja namba zako za simu, mtu kama anaweza akakutumia chochote kitu. Namba yangu 06 72 656 328. Rudia tena. 06 72 656 328. Na ukitumiwa pesa jina toka nani? Inatoka Rahma Mustafa Teso. Mtazamaji wa DTV, nadhani mmesikia familia ya kina Rahma, lakini pia maisha yanopitia hapa mmeyasikia. Maisha ni magumu, lakini kuna wakati mlao kwa siku ni mmoja. Kuna wakati wanakula mara moja, lakini kwa wakati Mungu akiwajalia ndio hivyo wanakula mara 2. Lakini Rahma kwa sasa hivi anatumia sana vidonge, na vidonge vyake akitumia vinamsii sana yadhikiwa ale kwa wakati, lakini ndio hivyo anashindwa kula kutokana tu na mazingira ya maisha kwao jinsi alivyo, na inampelekea Rahma ya kutokula kwa wakati. Lakini yote kwa yote tunaomba watazamaji wa DTV ambao unatazama hapa, ukiwa na uwezekano hapo kusema bwana nataka nimkatie bima ndugu yetu Rahma, namba yake ya simu iko hapo chini, unaweza kumpigia kwa bwana nataka nimkatie bima. Lakini pia kwa wote ambao sema bwana mimi naweza nikatafuta chochote kitu ambacho kinaweza kikaendeleza hawa kwa ajili ya kupata kipato, lakini pia ni jambo zuri, unaweza kuwasaidia hii familia. Ndama pia DTV, mimi ni Fabian Ngisaka. Until next time.